Ndugu zangu wapendwa, washiriki wa makanisa ya matawi na wote ambao wanafuata mahubiri haya kwa mtandao na watazamaji wote wa GCN. Katika mstari wa 7 tunaona tukio ambapo Mungu hatimaye anafanya uamuzi wa kuleta hukumu ya gharika kuu. Na sababu iliyomfanya Mungu asiwe na budi ila kufanya uamuzi huo imerekodiwa katika mistari ya 5 na 6 ambayo inasema, Bwana akaona ya kuwa uovu wa wanadamu ni mkubwa duniani na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Hata leo jambo hili linaonekana wazi unapochunguza yanayotokea kila mahali. Uovu wa binadamu umeenea sana duniani, na kulinganisha na wakati huo, wakati wa Nuhu, wakati huu uovu umezidi sana sana. Uovu wakati huu umezidi mara kadhaa zaidi ya wakati wa Nuhu. Kwa sababu jiulize, ni wapi hakuna dhambi leo hii? Kwa kuona kwamba dhambi imeenea duniani kote na kwamba kila wazo la moyo wa binadamu ni ovu tu daima, sinapendeza sana kwamba washirika wetu hata tunaishi katika enzi ambazo ni kama hizi. Sinapendeza kuona washirika wetu tukiomba, tukitia bidii, tukitafuta wema na kuishi katika haki. So unafaa ushukuru sana ya kwamba hujachafuliwa na uovu, unatia bidii uboreke zaidi na uwe mtu ambaye amesimama kwa mwamba na umeingia rohoni. Katika mstari wa 6 inasema, Mungu akasikitika sana moyoni. Hii ilikuwa yapata miaka 1600 tangu Adamu arudishwe duniani na kuanza kuishi huku. Mungu aliona ya kwamba matendo maovu ya mwanadamu yameenea sana. Yale waliokuwa nayo mioyoni mwao na katika fikra zao yalikuwa maovu tu siku zote. Ni wazao tu wa Sethi katika ukoo wa Adamu ndio waliwazia tu Mungu, wakampenda Mungu na wakaishi kwa neema ya Mungu. Neema ya Mungu ikapitishwa kutoka kizazi hadi kingine, kuanzia kwa Sethi hadi kwa Nuhu. Kulikuwa na watu wengi walioishi katika nchi hii, si tu wazao wa Sethi pekee, lakini pia wazao wa Kaini na wazao wa watoto wengine wa Adamu. Kulingana na formula ya ukuaji wa idadi ya watu inayotumiwa na shirika la Umoja wa Mataifa yani UN, tukikadiria kwamba kuanzia Adamu hadi Nuhu kila kizazi kilikuwa na wana 3 na binti 3, basi idadi ya watu katika wakati wa Nuhu ingekuwa zaidi ya milioni 200. Hata hivyo, wakati huo watu walikuwa nazaa watoto kwa mamia ya miaka. Kwa hivyo si kutia chumvi kusema ya kwamba idadi ya watu wakati wa Nuhu hata inaweza kuwa ni mabilioni. Hata hivyo, ukweli kwamba kati ya watu hawa wote kulikuwa tu na wazao wa Sethi pekee ndio waliamini Mungu. Isipokuwa hao, karibu kila mtu aliisha kisahau kabisa uwepo wenyewe wa Mungu. Wale ambao walisahau Mungu kwa namna kama hiyo, waliishi maisha ya kijuujuu tu ya kutafuta vile watamudu maisha na kutimiza haja zao za kimwili. Wanawake wakawazia wanaume, wanaume wakawazia wanawake. Walijishughulisha tu na kutafuta tamaa zao na manufaa yao wenyewe. Hawakusitasita kupigana wakitafuta manufaa yao kikabila na hata kijiji. Katika taifa la Korea pia, enzi za falme 3, mfalme Gunchogo wa Baekje alikuwa mfalme ambaye alipanua sana utawala wake, nchi yake. Na katika nchi ya Goguryeo, mfalme Gwangeto naye pia alikuwa anapanua nchi yake. Hawa wawili wakipanua nchi zao. So hawa kila wakati hata ni ndani ya familia moja walikuwa napigana. Wote ni wafalme moja, ndugu moja, binamu zao ni wale wale, babu zao ni wale wale, shangazi zao, wajomba wao ni wale wale, lakini walizidi kuuana katika historia tena na tena. Walipigana ndani tu ya familia moja wakitafuta jinsi ya kupata mamlaka zaidi
na hata wakapigana na mataifa ya jirani kama Goguryeo na Shila, na wote ujue ni familia moja, jamaa moja, babu wao ni mmoja, lakini hawakusita kupigana kati yao wakijitafutia manufaa. Hawakusita kupigana. Kupigana ilikuwa ni kawaida tu kwao, wakijitafutia manufaa. Hebu turudi kwa Biblia sasa. Lakini nahuzunisha, na wakati hakukuwa na vita na hali ilikuwa ya utulivu, watu waliishi maisha ya uasherati na anasa na uchafu, na dhambi ikaenea kwa haraka sana, kiasi ya kwamba dhambi ya wakati huo ilikuwa kiwango kile kile na dhambi ya nyakati hizi za mwisho. Kusema kweli, ingawa haiwezi kulinganishwa na sasa, nikisema hivyo na maanisha wakati huo pia kulikuwa na uovu wa kiwango hicho hicho. Kulikuwa kumejaa uasherati mkubwa sana na matendo maovu yalionekana waziwazi. Fikra zao zilikuwa tu, nitakula na kucheza zaidi aje, nitafurahia raha aje zaidi, nitajifurahisha zaidi aje, nitatimiza tamaa za mwili zangu zaidi aje. Ndio zilikuwa fikra zao. Hata leo unapata mtu akona pesa kidogo tu, ashaanguka kwenye ukahaba, anasa na burudani za dunia. Pesa kidogo tu. Na tunapoishi nyakati hizi, dhambi imeenea sana. Kusema ya kwamba sisi tumeacha vitu vile vya dunia ni kwa sababu Mungu ametuwezesha imani kiasi hicho, na ni dhibitisho tunapenda Mungu. Na ndio maana mnatupilia mbali vitu vya dunia bila kusitasita. Hamuishi mkifuata mwili, mnaishi mkifuata roho, mkifuata ufalme wa Mungu. Ndio maana mko waaminifu na mnazidi kukaza mwendo hivyo, na muendelee. Hata hivyo, watu wa enzi zile walitafuta tu kutosheleza tamaa zao, sana sana uasherati. Mioyo yao iliwaka tamaa za mwili, tamaa za macho na kiburi cha uzima. Kwa sababu tayari walishasahau Mungu, hawakusita kukimbilia dhambi. Kwao ilikuwa ni bora tu watosheleze tamaa zao basi. Mioyo na mawazo yao yalipoibwa na ibilisi shetani, wakajawa na kujipenda, ubinafsi kupindukia. Watu tayari walikuwa washachafuka sana kiasi hicho, hata ni enzi za kwanza za ukuzaji wa binadamu. Kwa hivyo wakati Mungu Baba aliwatazama, ilikuwa kawaida, hakuwa na lingine ila kusikitika, kuhuzunika na kuomboleza. Na ndio maana akatoa onyo la kwanza la kupeana kipindi cha neema miaka 120, lakini haikufanya kazi, ilikuwa bure. Iliyofuata ni hatimaye akaamua lete hukumu ya gharika kuu. Wapendwa, wakati Mungu anahukumu, anatekeleza hukumu katika haki kamili na sahihi. Kuangamizwa kwa mataifa mengine pia kulifanyika katika haki ya Mungu. Kwa mfano, ukatazama sura ya 5 ya kitabu cha Danieli, unaona ya kwamba kuanguka kwa Babeli na kuinuka kwa ufalme wa Wamedi na Waajemi katika mwaka wa 539 kabla ya Kristo ilikuwa wazi wazi katika mpango wa Mungu. Usiku ule kabla ya Babeli kuanguka, Belshaza ambaye alikuwa mfalme wa mwisho alifanya sherehe kubwa na wakuu karibu 1000. Walitumia vyombo vya dhahabu vilivyoporwa kutoka hekalu la Yerusalemu, wakavitumia kama vikombe vya kunywea na wakasifu sanamu. Wakati huo kidole cha binadamu kikatokezea ukutani na kuandika menemene tekeli uparsin. Danieli akatafsiri maandishi haya na akasema, mene pale inamaanisha Mungu tayari amehesabu siku za ufalme wako na amekufikisha mwisho. Tekeli inamaanisha ya kwamba umepimwa katika mizani na kupatikana uko na upungufu. Na uparsin inamaanisha ya kwamba ufalme wako umeshagawanyishwa na utapeanwa kwa Wamedi na Waajemi. Kulingana na utafsiri huu wa Danieli, mfalme Belshaza aliuawa usiku huo huo, na ufalme wa Babeli ukaanguka na ufalme wa Wamedi na Waajemi ukainuka. Kwa hivyo
Ukweli ni kwamba wakati Mungu anahukumu mtu kibinafsi ama mataifa, anatekeleza hukumu katika haki kamili. Ikiwa kuangamizwa kwa taifa lisilohusiana na Mungu ni namna hii, je, Mungu lazima alifanya kupima na kutafakari kwa kiwango gani alipokuwa akiamua hukumu ya kuangamiza wanadamu wote? Hata hivyo, kweli ya kwamba hukumu ilikuja inadhibitisha kwamba uovu ulikuwa umeenea sana kupindukia huku duniani. Hata katikati ya vurugu na hukumu ya Sodoma na Gomora, watu walijaribu kuwabaka malaika waliokuwa wageni. Watu walijaribu kuwabaka malaika. Umati ule wote mkubwa wa watu walijaribu kubaka malaika. Na bila shaka hawakujua ya kwamba hawa ni malaika. Lakini hawa malaika walikuwa wamekuja ndio wachunguze jinsi gani hawa watu ni waovu na waasi, na ni kwa nini ilikuwa ni lazima wahukumiwe. Lakini wakakuja wakapata hata hawatambui hawa ni malaika. Tunaona jinsi gani walitaka kubaka malaika. Hata Lutu mwenyewe akajitoa, nitawapa binti zangu kwa niaba ya hawa. Hawakusikiliza. Hawakusikiliza. Lutu aliwapendekezea hivyo juu alijua hawa ni kina nani. Hawa ni malaika. Ndio maana akatoa hata binti wake. Kwa hivyo mwishowe Mungu akaamua kuleta hukumu ya gharika kuu. Mstari wa 7 inasema, kwa hiyo Bwana akasema, nitamfutilia mbali mwanadamu niliyemuumba kutoka uso wa dunia, wanadamu na wanyama, pamoja na viumbe vinavyotambaa ardhini na ndege wa angani, kwa maana nasikitika kuwaumba. Sasa, kwa nini Mungu anasema angefutulia mbali si tu binadamu, lakini pia wanyama, viumbe vinavyotambaa ardhini na ndege wa angani kutoka uso wa dunia? Kwa nini akasema pamoja na wanyama na viumbe vinavyotambaa na ndege wa angani? Sababu ni mbili. Sababu ya kwanza ni kwa sababu wanyama na viumbe vya kutambaa na ndege wa angani wanahusiana na binadamu kutenda dhambi na kuanguka. Watu walitengeneza sanamu zilizofanana na maumbo ya wanyama hawa kwa kutumia vifaa mbalimbali na wakaziabudu. Na pia walizitumia kupamba nyumba zao au kujipamba mwilini mwao. Lakini Mungu pekee ndiye anayestahili kuabudiwa na kusifiwa. Lakini hawa watu waliruhusu viumbe tu vya chini vichukue nafasi ya Mungu. Ni kama vile tu imesemwa kwenye Warumi 1:23, wamebadili utukufu wa Mungu aishie milele kwa sanamu zilizotengenezwa zifanane na mwanadamu ambaye hufa na mfano wa ndege, wanyama na viumbe vinavyotambaa. Haifai kabisa kuheshimu ama kutumikia viumbe zaidi ya Mungu aliyemuumba. Na zaidi ya hiyo, binadamu ni viumbe ambao wako na roho lakini hawafai kuabudiwa. Kwa hivyo itakuwa ni upuzi kiasi gani kuabudu kiumbe cha chini ambacho hata kina roho. Hata hivyo, ukuzaji wa binadamu huko umeendelea sana, lakini bado watu walikuwa shanza kuabudu sanamu. Muda ulivyozidi kupita, hiyo ilizidi kuwa mbaya, ikafika kilele kabisa wakati wa Nuhu. Ndiyo maana Mungu akakusudia kuangamiza na wanyama na viumbe vinavyotambaa na ndege wa anga pia. Na kupitia hiyo Mungu alikusudia kuonyesha wazi wazi jinsi gani sanamu ni vitu visivyo na maana, na ya kwamba wanyama wanaoabudiwa kama sanamu si kingine ila ni viumbe tu. Hata hivyo, gundua jambo moja hapa, kwamba wanyama wa majini hawakuhusishwa katika hukumu hiyo kubwa. Ushawahi gundua hiyo? Kwa nini hawakuhusishwa? Ni kwa sababu wanyama wa majini hawakutumika kama vyombo vya kutengeneza sanamu, na zaidi ya hiyo ilikuwa ni kabla binadamu wagundue mambo ya bahari. Hawakujua shughuli za bahari wakati huo, walikuwa wameenea tu katika ardhi, lakini hawakujua mengi kuhusu bahari. Kwa hivyo watu kwa urahisi walitengeneza sanamu kwa maumbo ya wanyama wa ardhini na ndege wa angani, lakini hawangetengeneza kwa umbo la wanyama wa maji juu hawakujua vitu vya maji. Kwa hivyo wanyama wa maji
hawakuhusishwa katika hukumu, ila wanyama wa ardhi na ndege wa anga walihusishwa katika hukumu. Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili ya Mungu kukusudia kuangamiza wanyama na viumbe vya kutambaa na ndege wa angani ni kwa sababu wote walikuwa mali ya wanadamu. Watu hawakutengeneza tu sanamu kwa mfano wa wanyama mbalimbali ili kuziabudu tu, bali pia walizifanya kuwa mali zao na kujivunia nazo. Idadi ya wanyama ambayo mtu alikuwa nayo ilikuwa kipimo cha utajiri wake. Kilichofuata ni uhalifu mwingi ulitendeka ya kuhusisha hawa wanyama na mali yao. Watu wenye tamaa walijaribu kupata mali mingi zaidi. Wengine walitaka kujionyesha jinsi wako nayo mingi, na wengine waliiba hata kuua wengine ndio waongeze mali yao. Katika Timotheo wa kwanza 6:10 nasema, kwa maana kupenda fedha ndio mzizi mmoja wa maovu ya kila namna. Baadhi ya watu wakitamani fedha wameiacha imani na kujichoma wenyewe kwa maumivu mengi. Pesa yenyewe si mbaya na si ovu, lakini matendo mengi ya uovu yametendeka kwa sababu watu wanapenda sana pesa. Kabla ya hukumu ya gharika kuu, wanyama walikuwa ni mali ya kimsingi ya binadamu. Hata kama wanyama hawakutenda dhambi wenyewe, lakini walihukumiwa pamoja na watu kwa sababu walikuwa mali ya binadamu. Mfano wa wanyama kuhukumiwa pamoja na binadamu inatokezea pande mingi za Biblia. Kwenye Kumbukumbu la Torati 13 mstari wa 12 hadi 15 tunapata Mungu akiagiza Waisraeli kwenye nchi ya Kanaani akisema, mkisikia ikisemwa kwamba moja ya miji ambayo Bwana Mungu wenu anawapa mkae ndani yake, kuna wanaume waovu wameinuka miongoni mwenu na wamewapotosha watu wa mji wakisema, tuendeni tukaabudu miungu mingine, miungu ambayo hamukuifahamu, ndipo itakubidi kuuliza, kupima na kuchunguza kwa makini kama ni kweli, tena ikihakikishwa kwamba jambo hili linalochukiza limefanyika miongoni mwenu, kwa hakika ni lazima muwaue kwa upanga wale wote wanaoishi katika mji huo, uharibuni kabisa pamoja na watu wake na mifugo yake. Ni ujumbe ambao unaonya kwa ukali sana dhidi ya kutumikia miungu mingine isipokuwa Mungu Yehova. Imeamrisha kwamba kama watatumikia miungu mingine, basi muwaue, si wakaaji tu wa mji pekee, lakini pia mifugo inayoishi pamoja nao, futilia mbali kabisa. Katika Samueli wa kwanza 15 mstari wa 3 tunaona jambo lilo hilo, wakati Mungu anaagiza Sauli kuangamiza kabisa Waamaleki akisema, basi sasa nenda ukawashambulie Waamaleki na kuangamiza kabisa pamoja na kila kitu kilicho mali yao. Usiwahurumie, waue wanaume na wanawake, watoto na wale wanaonyonya, ng'ombe na kondoo na ngamia na punda. Sasa hivyo ndivyo pia katika gharika kuu, hukumu ya gharika kuu, hukumu ilifanyika si tu kwa binadamu pekee, lakini pia kwa wanyama ambao walikuwa ni mali ya hawa wanadamu. Wapendwa, hata kama Mungu aliamua kuleta gharika kuu, hakujutia tendo lenyewe la kuanzisha ukuzaji wa binadamu. Hata hivyo, alihuzunika kwa ndani sana na kavunjika moyoni kwa sababu binadamu aliowaumba kwa mfano wake walipoteza mfano huo na wakatumika kama watumwa wa adui Ibilisi na Shetani. Ikavunja sana moyo wa Mungu. Na zaidi ya hiyo, alipoona baadhi ya watu kutoka bustani ya Eden wanashuka duniani, wanachafuliwa na mwili na wanaishi wakifuata tamaa zao, ilimuhuzunisha sana. Kwa hivyo moyoni mwake Mungu akapata mpango mpya wa kuanza sura mpya ya historia ya ukuzaji wa binadamu, na ndio maana akaamua kuleta hukumu ya gharika. Akaamua kuangamiza kila mtu isipokuwa Nuhu na familia yake. Sasa ilikuwaje Nuhu akapokea neema ya ajabu kama hii?
Sababu inapatikana kwenye mistari inayofuata ya 8 na 10, ambayo inasema, lakini Nuhu akapata kibali machoni pa Bwana. Hivyo ndivyo vizazi vya Nuhu. Nuhu alikuwa mtu wa haki na mkamilifu miongoni mwa watu wa wakati wake, tena alitembea na Mungu. Imesema alitembea na Mungu. Kwa nini Mungu aliandamana na Nuhu na akatembea na yeye? Nuhu alikuwa mtu mwenye haki. Na ikisema hivi inamaanisha Mungu mwenyewe alimtambua Nuhu kama mtu mwenye haki. Alikuwa mwenye haki asiye na hatia katika kizazi chake. Kwa hivyo tukilinganisha vizazi vya kabla na baada yake, Nuhu alikuwa mtu asiye na lawama kuliko wote. Hesabu sura ya 12 pia inaeleza kwamba Musa alikuwa mpole kuliko watu wote duniani. Kwa hivyo tunaona hapa Mungu anapenda wema, anatafuta upole na anatafuta haki. Musa pia alikuwa mwenye haki zaidi ya watu wote duniani katika wakati wake. Upole wake ulikuwa mkuu zaidi duniani, na ndio maana Musa akachukuliwa. Mungu alimsafisha, akamwondoa machafu yote ya dunia, machafu yote ya kuzaliwa naye akaondoa, akamfanya chombo kinachofaa kutumika na Mungu, na ndio maana alimuongoza hadi nje ya Misri kwanza. Nuhu alikuwa mwenye haki pia, asiye na lawama katika kizazi chake, na alitembea na Mungu. Na ndio maana Mungu alitembea naye, juu Mungu alikuwa anatafuta mtu kama huyo atembee na yeye. Katika kizazi cha leo ambacho dhambi imeenea zaidi, maarifa yanazidi kuongezeka na kila kitu kinaenda kwa kasi, naweza sema si rahisi kupata mtu anatembea na Mungu. Kwa hivyo naweza sema ni kama hakuna Mungu. Kama kuna watu saa hii ambao hawajachafuliwa na dunia, hawana chochote cha kuwahusisha na dunia, wanatunza sheria na amri za Mungu zote, wanapenda Mungu kwanza na zaidi ya yote, na wanaishi maisha ya wema kweli kweli, hivi kama hawa, si Mungu kikawaida atawatafuta hata leo. Ambacho namaanisha ni kwamba kikawaida Mungu anatafuta watu kama hao, na akiwapata tatembea nao. Hiyo si ati kitu cha kigeni, ni kawaida. Juu mtu kama huyo ni mtu anastahili upendo wa Mungu, anastahili kupokea upendo wake. Na basi Mungu atakuwa naye, atatembea naye, na atajifunua kwake, na atamuonyesha kazi zake. Hiyo ni kawaida. Nuhu akapata wana watatu, Shemu, Hamu na Yafeti. Mungu Baba alishatangulia kujua watu wataangukia dhambi siku zijazo. Hata kabla aanze ukuzaji wa binadamu alishajua. Na alijua pia wakati utakapofika hukumu haitazuilika. Na kama sasa binadamu wote watafagiliwa kupitia hukumu hii, si basi mradi wa ukuzaji wa binadamu utakuwa umefeli. Juu haikufaa kufeli, Mungu Baba alishajiandaa mapema kabisa. Ndio maana alimimina neema juu ya wazao wa ukoo wa Seti, kati ya watoto wa Adamu, kizazi hadi kizazi. Akahakikisha hawa hawajachafuliwa na dhambi, wamuogope tu Mungu muumba pekee. Kimakusudi akapanga ya kwamba Nuhu azaliwe kulingana na kipindi ambapo dhambi itakuwa imeenea kabisa duniani, na wakati ambapo hukumu itakuwa inakaribia ndio azaliwe. Kwa hivyo hata kama alikuwa na hukumu dunia katika haki, pande nyingine alihakikisha ameokoa Nuhu katika haki pia. Alihakikisha kwamba na yule adui Ibilisi na Shetani hata mshtaki Mungu kumuuliza kwa nini hujahusisha Nuhu katika gharika. Hebu niwaeleze kwa nini Nuhu akapokea neema. Inasema mtu wa haki, mkamilifu miongoni mwa watu wa wakati wake, tena alitembea na Mungu. Kuhusu Nuhu, hebu turudi kwenye wakati wa kuzaliwa kwa Nuhu, tuone jinsi alikuwa mtu wa namna hiyo alivyoweza kutokea. Mwanzo 5:28 mpaka 29 inasema, Lameki akaishi miaka 182, akazaa mwana, akamwita jina lake Nuhu, akinena, huyu ndiye atakayetufariji kwa kazi yetu na kwa taabu ya mikono yetu katika nchi aliyoilaani Bwana. Baba ya Nuhu, Lameki, alikisia kijuujuu nini kitakuja siku zijazo. Alitangulia kuona kwa sababu dunia imelaaniwa kutokana na dhambi ya Adamu, basi dunia itajazwa na uovu na hukumu hatimaye itafika.
Na kumalizia kuwaza hivyo, na akajua pia mtoto wake Nuhu ataponea licha ya hukumu hiyo, na atakuwa mwanzo mpya wa ukuzaji wa binadamu. Kilichofuata ni huyu Lameki basi hakuwa na wasiwasi kuhusu hukumu ambayo itakuja. Yeye alipata tu amani moyoni. Kusema kwamba Lameki aliweza kuona mbele hivi, inaonyesha alikuwa na mawasiliano safi na Mungu Baba. Na hiyo pia inamaanisha kwamba yeye Lameki aliishi kulingana na mapenzi ya Mungu. Na babu ya Lameki si mwingine ila ni Henoko. Yule Henoko ambaye tulimsoma. Nuhu alizaliwa baada ya Henoko kupanda juu kwenda mbinguni. Ndipo Nuhu akazaliwa. Lakini baba ya Nuhu Lameki aliishi na Henoko kwa miaka zaidi ya 100. Henoko baada akiwa duniani aliishi na baba yake Henoko kwa miaka 100. Kwa hivyo kati ya miaka 300 ambayo Henoko alitembea na Mungu duniani, 100 kati yao Lameki alikuwa na baba yake Henoko. Kwa hivyo familia yake ilijua vyema kuhusu Henoko aliyependa Mungu, na walijua kwamba alinyakuliwa juu pasipo kuona mauti. Kwa hivyo Lameki mwenyewe alimcha Mungu na alijaribu kulea watoto wake katika kweli kwa namna yoyote ile. Na pia Methusela ambaye ni babu wa Nuhu na mtoto wa Henoko alikuwa hai hadi tu kabla gharika ya Nuhu itendeke. Aliishi miaka mingi zaidi ya mtoto wake Lameki. Kwa hivyo ni kumaanisha kuanzia utotoni mwake Nuhu alikuwa na uwezo wa kupokea mafundisho sahihi kabisa kuhusu Mungu kutoka kwa baba na babu yake kwa miaka mingi. Nuhu alizaliwa na akalelewa katika msingi huu. Hiyo ndio maana Nuhu alikuwa na uwezo wa kuishi maisha yaliyotengwa kimaalum kando na dunia, hata kama alikuwa ndani ya dunia yenye dhambi. Akakuwa katika kweli, akawa mwenye haki, akawa mkamilifu katika kizazi chake. Na kwa sababu tu Nuhu alizaliwa katika neema ya Mungu, haimaanishi kwamba naye ati sasa hakuna bidii alijifanyia. Hapana, aliishi kwa kulinda moyo wake na akatamani kabisa kujitoa kwa Mungu peke yake. Mwanzo 5:32 inaturuhusu tuelewe moyo huu wa Nuhu. Inasema baada ya Nuhu kufikisha umri wa miaka 500 ndipo aliwazaa Shemu, Hamu na Yafeti. Kumbuka tulipokuwa tunaongea kuhusu ukoo wa Adamu, nilitaja kwamba kulikuwa na hali zingine mwana anayerithi ukoo si mzaliwa wa kwanza. Kuna hali kama zile, kumbuka. Kwa mfano Sethi ambaye alirithi ukoo wa Adamu hakuwa mzaliwa wa kwanza. Hata hivyo Shemu hapa aliyerithi Nuhu alikuwa mzaliwa wa kwanza wa Nuhu. Inasema kwamba Nuhu alizaa mwana wa kwanza akiwa miaka 500. Umesikia? 500. Kwa kipimo cha wakati huo, hiyo ni kama alichelewa sana kuanza kuzalisha watoto. Miaka 500 ndio anazaa mwana wa kwanza. Sasa kwa nini Nuhu akachelewa kuwa na mtoto akiwa mzee hivi? Wakati huo dunia ilijazwa na uovu kabisa. Nuhu hakuwa na tamaa yoyote ya kuoa, ya kupata watoto, na aliishi tu maisha magumu. Samahani, hakutaka kuishi maisha magumu. Yeye hakutaka kuoa juu alitaka atoe maisha yake yote kwa Mungu kabisa. Juu alikuwa na moyo wa haki hivi, hangejizuia. Ila alikuwa naomboleza akiona wengine na akisikia wengine wanatenda matendo ya uovu kupindukia, sana sana uzinifu. Ndio maana akajitoa sana nyakati hizo kuhubiria watu mambo ya haki ya Mungu. Sasa Nuhu ambaye alikuwa hivi, ilipofika kwa miaka 500 ndipo akaoa na akapata watoto. Hii ni kwa sababu alitambua kusudi la Mungu Baba kumuhusu. Ndio maana akaenda kuoa. Alitambua ya kwamba na hukumu kuu itakuja na watu watafagiliwa wote, na ukuzaji wa binadamu inabidi anze mpya, nitaanza kupitia mimi. Kwa hivyo ni baada tu ya miaka 100 kabla tu ya hukumu ndipo hatimaye akatambua hiyo na akazaa watoto Shemu, Hamu na Yafeti. Luka 17:27 inasema watu walikuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa hadi siku ile Nuhu alipoingia katika safina, ndipo gharika ikaja na kuangamiza wote.
Kwa hivyo Nuhu hakuoa. Ile kuoa yake si kuoa kutokana na tamaa za mwili kama watu wa nyakati hizo. Yeye kuamua kuoa kusudi ni moja tu, ndio atimize huduma yake kama chombo cha kutimiza makusudi ya Mungu. Na akapatana na mtu ambaye Mungu alikuwa amemwandalia na wakaanza naye familia. Kwa namna kama hiyo, Nuhu hakuishi maisha yake vile alitaka, aliishi vile Mungu alitaka katika mapenzi ya Mungu. Na kwa sababu ya hiyo, alikuwa na uwezo wa kuwasiliana kwa usafi sana na Mungu, na hatimaye akaishi maisha ya kutembea na Mungu. Na kwa sababu Nuhu aliweka kielelezo cha maisha ya haki hivi, mke wake na wanawake na wakwe wake pia waliweza kuhepa hukumu. Hebu jaribu kuimagine. Jaribu kuimagine wazazi wetu. Kwa kweli kweli wazazi kama watapenda Mungu kwa kweli kweli, watafunza watoto aje? Si watafunza watoto wa mche Mungu, wapende Mungu. Hata kuanzia wakati tu wamezaliwa tu hivi ni kufunza watoto jinsi ya kupenda Mungu. Si watawafunza jinsi ya kuomba. Sasa hawa watu walihepa hukumu juu tu walikuwa wa familia ya Nuhu. Lakini si hiyo tu pekee, lakini pia zaidi ya kuwa watu wa Nuhu walitii maneno ya Nuhu na walijaribu kuishi kwa mapenzi ya Mungu. Hata kama walikuwa watu wa familia ya Nuhu, kama hawangefuata ukweli ambayo Nuhu aliwafunza na kupenda dunia, hawangeweza kupokea neema hii ya wokovu. Kama wangebaki tu kula, kunywa, kulewa kama tu watu wengine wa dunia, hata kama ni wa familia wa Nuhu, wokovu kama huu hawangepewa. Nauliza, mke wa Lutu na wakwe zake si waliangamia? Si waliangamia? Wakati Mungu aliangamiza mji wa Sodoma, alikumbuka Abrahamu, na juu ya Abrahamu akaokoa Lutu. Sasa point hapa ni juu Mungu alifikiria Abrahamu, ndio maana akaokoa Lutu mpwa wa Abrahamu. Na Mungu akajaribu si kuokoa Lutu peke, lakini familia yote ya Lutu. Lakini mwishowe mke wake na wakwe zake hawakuokolewa. Wakwe hawakuamini maneno ya Lutu, na mke wake pia hakuachilia mshikamano wake na dunia. Na ni kweli hata na siku ya leo, haijalishi neema kubwa kiasi gani imemiminwa ndani ya kanisa hii, wokovu na baraka si garanti juu tuko ndani ya hii kanisa. Hakuna kabisa. Wewe mwenyewe unafaa ufuate mapenzi ya Mungu na uishi katika nuru. Ni kwa sababu hukumu na wokovu itatendeka kulingana tu na neno la Mungu. Kama unaishi katika kweli, yeyote yule atapokea neema tele. Naomba kwa jina la Bwana ya kwamba mtabadilishwa mkiwa na matumaini ya kwamba mshukuru zaidi kwa neema mliopokea, na mkaze mwende muingie rohoni na roho kamili.